Rais wa Russia Vladimir Putin amefanya mazungumzo ya simu na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian kuhusu matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ambapo Rais wa Iran ameeleza kuwa njia yetu ni kujihami kwa nguvu na kulinda mipaka yetu ili kuleta amani endelevu. Kwa mujibu wa taarifa ya tovuti ya Rais wa Iran, Pezeshkian katika mazungumzo hayo ya simu ameashiria mahusiano ya kidiplomasia na nchi za kanda na kusema, tumewafafanulia majirani zetu kwamba kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani ni hatua ya kujilinda tu na inafanywa kwa ajili ya kulinda nchi na watu wetu. Katika mazungumzo hayo, Rais amesema mauaji ya kinyama ya kiongozi muhadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kitendo kinachokiuka sheria zote na kanuni za kimataifa. Ameongeza kuwa madola ya kibeberu yanajaribu kulazimisha matakwa yao kwa mataifa kwa kutumia mabavu, lakini mahudhurio ya mamilioni na ya kishujaa ya taifa la Iran katika kuunga mkono mfumo wa nchi yao yamethibitisha kuwa mashambulizi haya yanazidi tu kuimarisha azma ya taifa letu katika kulinda uhuru wa nchi. Rais Pezeshkian amekumbusha tena maonyo yake ya awali kuhusu kutokuamini upande wa pili na kuongeza kuwa katika mawasiliano yetu ya mwisho ulielezea kwamba kulingana na madai ya Netanyahu hawana nia ya kushambulia Iran. Hata hivyo, leo imedhihirika kwa wote kwamba uongo na nia mbaya ni sehemu ya asili yao, na katikati ya ahadi za mazungumzo wamevamiwa tena. Rais wa Iran amesisitiza kuwa kuna matarajio makubwa kwamba Urusi itatumia uwezo wake wote wa kimataifa kuisaidia na kutetea haki za kisheria za taifa hilo la Iran dhidi ya vitendo hivi vya uvamizi. Dr. Pezeshkian akirejelea mazungumzo yake ya kidiplomasia na nchi za kanda amesema, tuliwaelezea majirani zetu katika mawasiliano yetu kuwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani kulikuwa ni hatua ya kulinda taifa na wananchi. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa Marekani na utawala wa Kizayuni yamethibitisha tena ukweli wa msimamo wa Tehran kwamba usalama wa kanda unaweza kuhakikishwa tu na nchi za kanda wenyewe, na kwamba uwepo wa vikosi vya kigeni ndio kiini cha chanzo kikuu cha ukosefu wa amani. Rais Pezeshkian amepinga kwa nguvu madai yaliyotolewa kuhusu shambulio dhidi ya Jamhuri ya Azerbaijan na kusema kuwa uvumi huo umeenezwa na maadui kwa lengo la kuvunja uhusiano na majirani zetu. Amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijawahi kuwa na nia ya kuvamia nchi jirani. Rais Pezeshkian ametoa shukrani zake kwa serikali na taifa la Urusi kwa kujali hali ya hivi sasa ya Iran, na ameonyesha matumaini yake kwamba nchi huru na mashirika ya kimataifa kwa kuunganisha nguvu watazilazimisha nchi za kibeberu kutii sheria na kuheshimu haki za binadamu za mataifa. Katika mazungumzo hayo, Rais Vladimir Putin ametoa tazia zake za dhati kutokana na kuuawa shahidi kiongozi muazzam wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na akaeleza huruma yake kuu kwa serikali na watu wa nchi hiyo. Akirejelea mawasiliano yake ya mara kwa mara na viongozi wa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi, Rais Vladimir Putin alisisitiza umuhimu wa amani, uthabiti katika ukanda huu. Hatimaye marais wa nchi hizi mbili wakakubaliana kuwa uratibu baina ya Tehran na Moscow utaendelea kwa kasi na uthabiti kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia na kiusalama. Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC ya Khatamul Anibia amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakaribisha na kusubiri kwa hamu kubwa kudhibiti kwa madai ya vikosi vya jeshi la Marekani vya kusindikiza meli za mafuta na kujikita kwenye lango bahari la Hormuz. Luteni Ibrahim Zulfikar ameeleza hayo kupitia taarifa ya siku ya Jumamosi na kubainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaheshimu maslahi na mamlaka ya taifa ya kujitawala ya majirani zake na hadi sasa haijakiuka mpaka wowote wa mamlaka hayo. Luteni Zulfikar ameongeza kuwa sehemu yoyote itakayotumiwa kufanya uchokozi dhidi ya Iran itakuwa shabaha halali ya kulengwa. Hakuna kurudi nyuma katu katika kukabiliana na Marekani na utawala wa Kizayuni. Msemaji wa kamandi ya Khatamul Anibia ameendelea kueleza kwamba nchi ambazo hazijaipatia maghala na silaha Marekani na utawala wa Kizayuni hadi sasa hazijawa mlengwa wetu, na kuanzia sasa na kuendelea hazitakuwa hivyo.
lakini vituo vyote vitakavyokuwa kianzio cha uchokozi dhidi ya Iran kama ilivyokuwa hapo kabla vitaandamwa na mashambulizi makali ya nchi kavu, baharini na angani. Luteni Zulfikar ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakaribisha na kusubiri kwa hamu kubwa kudhibiti kwa madai ya vikosi vya jeshi la Marekani vya kusindikiza meli za mafuta na kujikita kwenye lango bahari la Hormuz. Kituo cha kifikra cha Uingereza cha Chatham House kimekiri kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amecheza kamari kubwa ya kisiasa kwa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Chatham House imesema kwamba Wademokratic wa Marekani wanaviita vita hivi kuwa ni vita kwa ajili ya uchaguzi na vita visivyo vya lazima, na kwamba Warepublican pia wamegawanyika sana kuhusu vita hivyo. Zaidi ya hayo, Chatham House imesema wafuasi wa Trump wenye msimamo mkali, mrengo wa MAGA na watu muhimu kama Tucker Carlson wamepinga hadharani mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, wakieleza kuwa yanaibua hitilafu na ya kishetani, yanayoakisi mgawanyiko mkubwa ndani ya kambi ya waungaji mkono wa serikali. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameutaja uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran kuwa ni kosa kubwa sana, na akisema kwamba sisi ndio tutakaolipia gharama yake. Sanchez amesisitiza kwamba anaamini vita hivi vinapiganwa nje ya mfumo wa sheria za kimataifa, akisema ni vizuri miongoni mwa nchi washirika kumuunga mkono mtu anapofanya jambo sahihi na kumnyooshea kidole pale anapofanya vibaya. Kamanda wa zamani wa jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amezungumzia matukio ya hivi karibuni ya vita na kusema wananchi wa Iran wanapaswa kufahamu kwamba wana wao walioko katika vikosi vya ulinzi wako tayari kuwafundisha wahalifu Donald Trump na Benjamin Netanyahu funzo kali kiasi kwamba hawatasubutu tena kufanya jeuri ya aina hii. Meja Jenerali Mohsen Razai ameyasema hayo katika mahojiano ya chaneli ya habari ya IRIB, ambapo kwanza ametoa salamu za rambirambi kwa kufa shahidi na kishujaa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Imam Khamenei, kwa umma unaothamini mashahidi na kwa Waislamu wote duniani. Akiwahutubia wananchi wa Iran, amesema kisasi kikali ambacho tumekianza dhidi ya Marekani na Israeli kitaendelea. Kama alivyosisitiza kiongozi muazzam, tutawaweka katika hali ya kukata tamaa na kuwapa funzo ambalo hawatalisahau kamwe. Ameongeza kuwa kuuawa shahidi Imam Khamenei kutafungua ukurasa mpya katika historia ya nchi, ukurasa ambao ndani yake mamlaka na usalama wa Iran vitaimarishwa na matatizo yetu yataondoka. Wakati huo huo, tukio hili limeonyesha kwa uwazi kilele cha uovu wa Marekani na utawala wa Kizayuni. Ameongeza kuwa ni vigumu kuamini kwamba kuanzia hivi sasa baadhi ya nchi zitaweza tena kufikiria kuwa na uhusiano na Marekani kwa heshima na hadhi. Jenerali Razai, ambaye alikuwa kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu katika kipindi cha vita vya kujihami, vita vilivyoanzishwa na Iraq dhidi ya Iran kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988. Pia ameashiria kauli za baadhi ya viongozi wa Ulaya wanaodai kuto kuunga mkono shambulizi dhidi ya Iran, akisema kuanzia leo hali ya mambo inaanza kubadilika. Mataifa ya dunia yanafurahia kuona kwamba kuna nchi iliyojitokeza kuikabili Marekani waziwazi. Ameongeza kuwa kuanzia sasa Iran itakuwa kimbilio la mataifa mengine na itapata nafasi kubwa zaidi katika ulingo wa kimataifa. Kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia amefafanua kuhusu hali ya uwanja wa kivita, akisema katika vita vya sasa tumepata mafanikio mazuri katika nyanja za kijeshi, ambapo kwa mfano tumetungua makumi ya ndege zisizo na rubani za kisasa za Marekani na Israeli. Aidha, amesema takriban wanajeshi 700 wa Marekani wameuawa au kujeruhiwa. Vituo kadhaa vya kijeshi, kwa mujibu wa kauli zao wenyewe, vimeharibiwa. Ameongeza kuwa kwa sasa upungufu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani umefikia kiwango cha kulazimika kufikiria kuihamisha mifumo hiyo kutoka Asia Mashariki. General Rezai pia ameashiria kauli za Trump kwamba wanaweza kuendelea na vita kwa wiki kadhaa, akisema kauli hiyo ni uongo mkubwa. Kwa upande mwingine, amesema Benjamin Netanyahu wa Israeli alimshawishi vibaya Donald Trump wa Marekani kwa kumwambia kuwa operation ingeweza kumalizika ndani ya saa 48. Amesema Marekani na Israeli hazina uwezo wa kuendesha vita vya muda mrefu, ili hali Irani na uwezo huo.
Amesema kuwa uzoefu wa vita vya miaka minane ulionyesha kwamba pale heshima ya kisasa ya Iran inapokuwa hatarini, nchi hii huchukua hatua kali. Amesema vita hivyo vilileta karibu miongo minne ya usalama kwa Iran, na safari hii amesisitiza kuwa mchakato wa kujihami hautasitishwa isipokuwa kukomboa Ghuba ya Uajemi na kuondoa uwepo wa Marekani katika eneo hilo. China imeonya kwamba kuendelea kwa vita dhidi ya Iran unaweza kuzidisha zaidi mgogoro unaoendelea katika eneo la Asia Magharibi. Shirika la habari la Merhi limeandika kuwa waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi akijibu mawasiliano ya simu kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Kizayuni amesema kwamba migogoro na tofauti za kikanda na kimataifa lazima zipatiwe suluhisho kupitia njia za diplomasia. Wang Yi amesisitiza kwamba pande zote zinazohusika zinapaswa kuzingatia kwa makini mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa licha ya hatua zilizokuwa zimepigwa hivi karibuni kuelekea kwenye suluhisho la kidiplomasia kuhusu suala la nyuklia la Iran, mashambulizi ya karibuni yamevuruga mchakato huo. Amebainisha kuwa matumizi ya nguvu hayawezi kutatua matatizo yoyote, na akaonya kuhusu matokeo ya hatari na magumu yanayoweza kusababishwa na hatua za kijeshi za kiholela za utawala huo. Waziri huyo wa China ametoa wito wa kusitisha mara moja kwa mapigano na akahimiza juhudi za pamoja ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano huo. Amebainisha kuwa kuendelea kwa uhasama kunaweza kupanua mgogoro na kuongeza hali ya kukosekana kwa utulivu katika kanda hiyo. Pia amesema kwa mara nyingine kwamba China iko tayari kuchukua jukumu kamilifu katika kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo la Asia Magharibi. Hayo ndio yaliyojiri huko Mashariki ya Kati. Basi subscribe ili uweze kupata makala hizi kila wakati. Tutakuletea habari zote zinazojiri Mashariki ya Kati. Subscribe na gusa alama ya kengele ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Bye bye.